Hizi ni shamra za vijana wa madhabahu ya Eden Miracle Center, kanisa lililoko Nzuguni kwa Masista, lililoko chini ya mtumishi wa Mungu Apostle Geoffrey Katura. Shamra hizi zinaashiria nini? Zinaashiria uwepo wa tamasha kubwa kabisa la vijana hawa ambalo limeandaliwa chini ya udhamini mkubwa kabisa wa madhabahu ya Eden Miracle Center, chini ya mtumishi wa Mungu, mtume wa mafunuo ya kizazi kipya, si mwingine bali ni Apostle Geoffrey Katura. Tamasha hili limepewa jina maalum kabisa, jina zuri, linaitwa Youth Vision Day, likiwa na maana ya siku ya maono ya vijana. Vijana hawa wanalenga nini? Wanalenga kuweka michezo mbalimbali na vibwagizo vizuri kama burudani kwa maana ya mashindano mbalimbali, lakini pia vikiambatana na uimbaji wa nyimbo za Injili na furaha na shangwe mbalimbali. Nami mwanahabari wako kutoka hapa Eden Media, sikuwa mvivu, nilimtafuta mwenyekiti wao naye akazungumza kama ifuatavyo. Mtazamaji wa channel yetu ya Eden Media, kama unavyotazama hapa ndipo kanisa la Eden Miracle Center, na hapa tunaye mwenyekiti wa idara ya vijana bana, wanasema ni mchungaji wa vijana. Huyu hapa yuko na jambo lake siku ya kesho katika madhabahu ya Eden Miracle Center, ambalo kama umeshuhudia nimetuma clip fulani hivi za PA, walikuwa wanafanya matangazo ya kwenda katika ukurasa wetu wa Eden Miracle Center hapo, na hapa niko naye mwenyekiti. Sasa yeye atazungumza kwa ufupi, atajitambulisha anaitwa nani, lakini mkononi mwake ameshikilia kitu kitambaa kimeandikwa We Love Jesus, na siku ya kesho ametuambia ni siku ya maono ya vijana, vijana na maono yao. Labda atuambie tu, madam, karibu sana, unaitwa nani? Shalom, kwa majina naitwa Donatella Jesus. Ni mwenyekiti wa vijana Eden Miracle Center, ambayo iko chini ya mtume wa kizazi kipya mpako mafuta wa Bwana Geoffrey Katura. Na siku ya kesho tuna tukio letu maalum. Kama kawaida tutakuwa tuna ibada ya kwanza inaanza saa 1 na ibada ya pili saa 3:30, lakini baada ya hapo tuna siku yetu ya vijana, Youth Vision Day. Ni siku ya maono ya vijana, usipange kukosa kijana. Tuna theme yetu inasema get together, we have decided to follow Jesus. Sisi tumeamua kumfuata Yesu, hatutorudi nyuma na wala hatutokata tamaa. Kisha unafika ili ukajue kwa nini sisi kama vijana wa kizazi kipya tumeamua kumfuata Yesu. Wakati nazungumza na mwenyekiti huyu, kuna kijana mmoja wao alionyesha msisimko mkubwa. Njoo kesho, usikose wewe, usikose. Changamka, njoo kesho. Hapa Eden Miracle Center, maajabu yanatendeka mzee. Usikose, dada, usikose. Wewe wai mapema sana. Tuko hapa. Tuko live. Vibe kama lote. Mtazamaji wa chaneli yetu ya Eden Media, nilijaribu tena kumfuatilia mwenyekiti na kuendelea kuulizia kuhusu taratibu wa vitu gani vitafanyika katika tamasha hilo la vijana na kuhusu habari ya chakula, lakini mwenyekiti aliondoa wasiwasi kama ifuatavyo. Kutosha, hakuna kiingilio, lakini tuna mashindano ya kula. Kama unapenda kula kama mimi, hakisha unafika ili tuone kama una uwezo wa kunishinda kula nyama kilo 6 ya kukaanga na ndizi 5 na Pepsi 2. Mimi napenda kula. Kwa kisha unafika uoneshe ubavu wako. Tutakuwa kuna waimbaji, watumbuizaji, kipengele cha maswali na majibu. Una maswali yako kuhusu maisha, una maswali kuhusu Mungu, hujawahi kuelewa Biblia, maswali yako yote yatajibiwa hapa. Karibu sana. Kwa hakika vijana hawa wamejipanga ipasavyo kufanya mambo mazuri katika tamasha hilo la vijana na maono yao. Msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Eden Media, hapa ndipo panapo madhabahu ya Eden Miracle Center. Kama unavyoweza kushuhudia, mambo tayari yamekwisha kupambwa kwa ajili yako kufika katika tamasha hili la vijana, lakini pia kuhudhuria ibada kubwa kabisa chini ya mtumishi wa Mungu huyu Apostle Geoffrey Katura. Wanasema hakuna kiingilio wala hakuna gharama yoyote. Ufike wewe na ndugu jamaa zako na marafiki zako, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Kufikia hapa, msikilizaji na mtazamaji, mimi sina cha ziada katika makala hii kutoka kwenye madhabahu ya Eden Miracle Center. Naitwa Moses Joke. Mungu akubariki sana. Hii kabisa pia kwa kweli mkesho majira ya asubuhi saa 12 mpaka kuongeza.